Wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kuanza sehemu ya utangulizi wa neno kuu, na hapa nimemwomba Baba Askofu niseme mambo machache tu leo, lakini kesho Mungu akitujalia tutasema zaidi, lakini tutagusa mambo si yote, tutagusa mambo kadhaa ambayo yatatupeleka katika neno kuu. Nitaomba kabla ya kusoma neno kuu tena tuimbe wimbo namba 92, fungu la kwanza na fungu la pili. Ninatamani tusimame tutapoimba mafungu haya mawili. Tafadhali tusimame. 91 fungu la kwanza na la pili. Ni damu yangu ti awokovu mwizi kule mtini, nami nisiye tafuta Bwana wangu, Mungu wangu, uzima wangu umekutana na kufa kwa ajili. Basi neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno kuu la mkutano tulilopewa kutafakari katika siku hizi mbili ni neno kutoka kitabu cha Kutoka, sura ile ya 33. Tutasoma mstari wa 14 tu. Na neno hilo linasema hivi: akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Nitarudia tena. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Amen. Tuombe. Mungu mwenyezi, Mungu Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu, sisi watoto wako wa kike na wa kiume, wakubwa kwa wadogo, tumekusanyika hapa kwa ajili ya mkutano mkuu wa kanisa lako katika dayosisi hii. Kwanza tunaleta shukrani za mioyo yetu kwa kutulinda na kututunza na kutuweka mpaka leo.
lakini pia tunakushukuru kwa kutukusanya mahali hapa. Wakati huu tunapojiandaa kuendelea na mkutano, tunaalika uwepo wako katikati yetu. Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu mwema atufundishe kupitia neno hili na yote yatakayofanyika katika mkutano huu, ili yote katika yote tukuone wewe ukitenda kazi katikati yetu. Tuko tayari sasa na tunakwenda kutafakari neno lako. Tunakusihi Mungu wetu, uanze pamoja nasi na umalize pamoja nasi, katika jina la Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tafadhali tuketi. Mpendwa Baba Askofu, mwenyekiti wa mkutano mkuu huu, mpendwa msaidizi wa askofu, mpendwa katibu mkuu, wapendwa wajumbe wa halmashauri kuu, wapendwa wakurugenzi, wakuu wa idara na vitengo katika diocese, wapendwa wenye viti wa halmashauri mbalimbali, wenye viti wa bodi na kamati mbalimbali za diocese, wapendwa wakuu wa majimbo, wapendwa wachungaji mlio kazini na wachungaji mlio staafu, wapendwa wajumbe wa mkutano mkuu, mabibi na mabwana, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Mpendwa Baba Askofu, mwenyekiti wa mkutano, kabla ya kutafakari neno lililowekwa mbele yetu, na nataka niseme wazi kwamba wale walioandaa neno hili wamepatia. Ni neno lililokuja kwa wakati na ni neno ambalo litafaa kusema na mkutano huu. Kabla ya kusema mambo machache leo, lakini pia hata kesho, ninaomba sasa rasmi nitangulize kusema mambo manne kama sio matano. Jambo la kwanza, ndugu zangu wapendwa wajumbe wa mkutano mkuu, kabla ya mambo yote, napenda nitumie fursa hii kumshukuru sana Mungu wetu kwa kututunza na kutulinda wakati wote. Tangu wakati wa watoto wetu mpaka leo. Wengi wamepita, lakini sisi tupo. Si kwa sababu ya uzuri wetu, na anataka tuniseme tulivyo leo ni kwa neema tu. Ni neema ambayo katika hiyo Mungu wetu amejifunua kwetu, na sisi tukapata kuona upendo wake, upendo usiodirikika, upendo usiopimika, kupitia mwanawe Yesu Kristo, ambaye ametoa maisha yake kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tulio mahali hapa tumepona. Maana yake mimi na wewe, Wasambaa mmepona, Wamasai mmepona, Wasukuma mmepona, kila mtu amepona, na hasa wale ambao wanamwamini na kumpenda siku zote. Ndugu zangu wapendwa, upendo huu hatuwezi kuelewa kwa akili za kawaida na ufahamu wa kibinadamu.
isipokuwa kwa msaada wa Roho wake Mtakatifu ambaye hutusaidia kuelewa hata mahali pale tunaposhindwa kuelewa kwa akili za kawaida. Kwa nini ninasema hatuwezi kuelewa? Hatuwezi kuelewa kwa akili za kawaida kwa sababu tunafahamu sote kwamba mimi na wewe tumetenda dhambi. Na si kutenda dhambi tu, lakini na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini si hivyo tu, Mungu asingepata hasara kwa sisi kupotea. Maana mbinguni ana malaika maelfu ambao wangeweza kuchukua nafasi zetu. Lakini kama neno linavyosema, hakuona kule kuwa sawa na Mungu kama kitu cha kushikamana nacho. Aliacha enzi, aliacha mamlaka, akashuka, akakaa na sisi, watu wa namna hii, watu waliokosa sana. Akachukua utu wetu bila kutenda dhambi, akatuokoa na akatufanya jinsi tulivyo. Na hii, Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkutano mkuu, hii ndio inayotufanya sisi tujidai, si kwa sababu nyingine yoyote iwayo. Ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo ametenda katika maisha yetu. Ndugu zangu, kila mara huwa napenda kujiita Mkristo. Maana kabla ya kuwa mchungaji nimekuwa Mkristo. Tena kutoka jamii ya Kimasai. Kumbe Mungu anawafahamu na Wamasai vile vile na wengine. Napenda kujiita Mkristo na nataka nikusii na wewe upende kujiita Mkristo hata kama wewe ni nani. Kwa sababu hapo ndipo safari ya wokovu na utumishi ilipoanzia. Na unajua lile neno limekaa kwa namna fulani, sijui kama mmefuatilia. Linasema Mkristo. Na kuna maneno mawili hapa ambayo mtahitaji kuyaangalia kwa makini ninyi wajumbe wa halmashauri kuu. Neno la kwanza ni na neno la pili ni Kristo. Wewe umeunganishwa na Kristo aliye hai, ukawa mtu wa maana. Bila Kristo wewe ni na haina maana yoyote, ni kitu cha ovyo tu. Lakini ulipoitwa Mkristo, maana yake umeunganishwa na yeye aliye wa maana, aliye wa thamani. Umeunganishwa na yule ambaye Mungu amemtoa kafara kwa ajili yako na kwa ajili yangu ili sisi tupone. Ndugu zangu wapendwa, ni katika huyo ndiye ninawiwa kila mara kumshukuru Mungu kwa ajili yake yeye huyu ambaye ametufanya tuwe wa maana. Na kama si yeye leo tusingekutanika kwenye mkutano mkuu huu. Ili tufanye nini? Kwa sababu gani? Na nani ametutuma? Lakini tumekutana kwenye mkutano mkuu huu sisi watumishi watenda kazi pamoja na Kristo ili tuzungumze yale yaliomo katika wajibu wetu, wajibu ambao Kristo ametupa katika siku za kuishi kwetu. Kama si yeye tungekuwa tumelala tu. Na mimi nataka niseme kama si yeye leo ningekuwa Masaini, nimesuka, nimeshika mkuki, nafuga ng'ombe na maisha yanaendelea. Lakini kwa ajili yake yeye niko jinsi nilivyo. Bwana asifiwe. Kwa ajili yake yeye uko na wewe jinsi ulivyo. Ndugu zangu, kila mara ninapomshukuru Mungu kuna vitu nakumbuka. Na nimezoea kusema neno hili kwamba ninamshukuru Mungu kwa sababu amenitoa mbali mpaka hapa nilipo.
ni yeye na wala si mwingine. Ndugu zangu, kwa nini nasema hivi? Mimi nimezaliwa Masaini zaidi ya miaka 60 na kitu iliyopita. Nimevaa rubega. Rubega inayofunika upande mmoja. Usiniulize ule upande wa pili ukoje. Naomba usiniulize hicho kitu. Na rubega hii niliyovaa inayofunika upande mmoja, wala sikufanya kazi ya kuzuilia mwilini, maana ingenichosha. Upepo ulikuwa na uhuru wa kuchukua inavyotaka, na mimi niliendelea na maisha yangu kama kawaida. Rubega hii, ndugu zangu, ilifuliwa mara moja baada ya muda mrefu kidogo. Kwa nini? Moja ni moja, hakuna ya kubadilisha. Na rubega hii ilifuliwa wakati ninapopeleka ng'ombe kwenye maji yanayotiririka. Wakati ng'ombe wanapokunywa maji, na mimi nafua. Na sikumbuki kama kulikuwepo na sabuni. Tukana tunatumia ndulele, povu la ndulele. Ninyi mnafahamu ndulele. Natwanga, inatoa povu. Nalifulia. Tena si kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ndulele ina kemikali kali ambayo nguo ikikauka inakatika. Kwa hiyo ni kidogo tu. Na wakati ninapofua, mimi najisetiri kwenye maji. Najifanya kama vile naoga, lakini njia ya kujisetiri kwa sababu hakuna mbadala, ni hiyo. Na ng'ombe wakimaliza maji, kabla ya kumaliza kufua na kukauka, basi hukaukia mwilini kwa kadri mchana unavyoendelea. Nilivaa kiatu ambacho ukivaa huwezi kujua kama mtu anaenda huku au anaenda huku, kwa sababu kimekatwa hivi na kule nyuma kimekatwa hivi. Kwa hiyo nikienda hivi huwezi kujua kama anaenda huku au narudi hivi. Na kiatu kile, ndugu zangu, ilikuwa na madaraja mawili, kama ambavyo viatu tunavyovaa siku hizi kuna madaraja mbalimbali. Bila shaka wale walioweka ni ili kutofautisha nani amevaa vizuri zaidi na nani amevaa mavazi la kati na nani amevaa tu hivyo hivyo. Kiatu nilichovaa kimetengenezwa na tairi ya gari, kilichokatwa pap na huku nyuma pap. Na kulikuweko na kiatu kingine ambacho kilikuwa cha klasi ya juu. Ni kiatu kilichotengenezwa na tairi ya pikipiki. Si kila mtu anavaa. Ukiona mtu amevaa kiatu Masaini cha tairi ya pikipiki, huyo yuko kwenye klasi ya juu. Ni kama vile mtu ambaye amevaa suti na mokasini nzuri ya kisasa na tai. Mimi nilivaa ile nyingine. Nilichunga kule Masaini, nililiwa na funza. Mtu huyo ambaye ameishi maisha dhaifu na magumu ya namna hiyo niliyoyasema, ndiye huyu ambaye amesimama mbele yenu. Si tu amesimama mbele yenu, lakini ni askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Ndugu zangu, nayasema hayo si kuwapotezea muda, lakini kila mara tunapokwenda mbele tunahitaji kujifunza kwamba Mungu wetu ametutoa mbali. Mungu wetu ametutoa mbali. Tukifahamu kwamba Mungu wetu ametutoa mbali, tutajifunza kuwa wanyenyekevu. Tutajifunza kuwa watiifu. Tutajifunza kuwa wapole. Sisemi kuwa zuzu. Kuwa mpole.
Tutajifunza kutembea taratibu na kuwatendea wengine inavyopasa, tukijua hata na sisi hatukuwa watu wa maana. Lakini si hivyo tu, Mungu huyu ametufanya kuwa wa maana. Ndugu zangu, ni kwa sababu hiyo basi, hata kama nimemshukuru Mungu niliposimama wakati ule, bado ninawiwa kumshukuru Mungu kwa sababu ya matendo makuu katika maisha yangu na katika maisha yako, ambayo hata ukiamua kuzima data ili uone kama vile unatembea peke yako, kuna namna ambavyo Roho Mtakatifu atakukumbusha, atakwambia wewe, wacha kuzima data, itakula kwako, rudi haraka. Bwana asifiwe. Neno la pili. Mpendwa mwenyekiti wa mkutano mkuu, Baba Askofu Mbilu, rafiki, lakini pia mwanafunzi wangu katika kula nyama na dawa za Kimasai, pamoja na kumshukuru Mungu wetu, napenda kutumia fursa hii kukupongeza wewe na uongozi mzima wa diocese na diocese kwa ujumla wake. Ndugu zangu, kabla ya kuwa askofu, huwa nilifikiri mambo ni rahisi. Na sasa sijui niseme ni bahati nzuri au ni bahati mbaya. Mimi ninitangulia, hawa wanajua. Tukiwa chuoni, mimi ninitangulia kuitwa askofu kabla ya kuwa askofu kabisa. Na kwenye darasa langu kila mara tunapoingia darasani wote, wenzangu walitangulia, wakasimama, wanaambizana, simameni maana askofu ameingia. Kina mchungaji Maka wanajua hili, ilitangulia hivyo. Lakini sikuwahi kufikiri kama kazi ya askofu ni ngumu na ina matatizo makubwa hujapata kuona. Na ndugu zangu, mkiona hatunenepi, si kwa sababu hatuli. Tunakula, lakini kinaingia wapi? Wakati kinaingia mwilini kimeshayeyuka hata kabla ya kuingia kwenye mishipa. Ndugu zangu, mambo yakienda vizuri, hakuna mtu anayesema mambo ya askofu na uongozi wake. Lakini Sunday school ikiacha kuingizwa, Sunday school, utasikia watu wanasema hivi, askofu yuko wapi? Hawaulizi hata mkuu wa jimbo yuko wapi, mchungaji yuko wapi, mwalimu yuko wapi. Wanauliza askofu yuko wapi. Nitumie fursa hii, Baba Askofu, kukupongeza wewe na uongozi wako wa diocese na wana diocese ya Kaskazini Mashariki kwa kazi kubwa ya misioni na uinjilisti mnayoifanya kila siku. Ndugu zangu, kwa makusudi kabisa naitaja kazi ya misioni na uinjilisti ili kila mara tukumbuke kwamba, na hapa naomba msikilize, kazi ya msingi na ya kwanza ya kanisa ni kumhubiri Yesu Kristo, ili watu wamfahamu Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Baba Askofu, ninaposema hivi simaanishi kwamba hamjafanya kazi nyingine. Mmefanya sana. Lakini kazi ya kuhubiri Injili ni kazi ya kanisa na ni ya kwanza. Hizo zingine zitafuata tu, lakini kazi ya kwanza ya kanisa ni kumhubiri Kristo. Ndugu zangu, naisema hii kwa mkazo mkubwa, kwa kuwa siku hizi ziko injili nyingi ambazo lengo lake si kumhubiri Kristo ili Kristo aaminiwe katika maisha ya watu, lakini injili inayohubiriwa siku hizi ni injili ya kushiba.
na hiyo sio iliyoitiwa, sio ndicho kanisa liliitwa kwayo. Siku hizi nimewaona watu wakihubiri injili za mafanikio. Watu wanahubiri habari ya kupata gari, kupata nyumba, kupata fedha na kadhalika. Na nataka kushangaa kwamba hata sisi tulioandaliwa vizuri tumeanza kuvutwa huko. Tumeacha kufundisha watu habari ya Kristo aliyeacha enzi na mamlaka akaja kwetu kwa ajili yetu. Tumeanza kuhubiri habari ya kufanikiwa na habari ya maisha ya kawaida ya hapa duniani ambayo yanapita. Hatusumbuliwi na uhusiano wetu na Mungu. Tunasumbuliwa na matumbo na nguo tunazotaka tuzivae vizuri. Tumemwacha Kristo huko. Nataka tukumbushane ndugu zangu kwamba wajibu wa kwanza na wa msingi wa kanisa ni kumhubiri Yesu Kristo. Na hapa nazungumza kwa mkazo kwa sababu nazungumza na Waluteri ambao wametayarishwa vizuri tangu Sunday school, kipaimara mpaka hapa tulipo. Na wachungaji ambao wametayarishwa vizuri. Sio mtu tu ameamka leo, jana tunafahamu alikuwa analima matikiti, leo eti ni mchungaji. Kanisa letu aliendi kama kichwa cha mwenda wazimu. Linawatayarisha watu vizuri ili wapate kufundisha watu vizuri neno la Mungu. Ndugu zangu, sijui kama yuko mzazi ambaye angependa mtoto wake afundishwe na mtu ambaye hajatayarishwa kuwa mwalimu. Mimi ni mwalimu by profession. Nimetayarishwa namna ya kufundisha mtoto, na kupewa leseni ya kufundisha watoto. Na sitakubali mtoto wangu afundishwe na mtu mwingine tu ambaye ameinuka tu kule mtaani akasema mimi ni mwalimu. Ndugu zangu, napongeza kwa kazi ya misioni na uinjilisti inayofanyika katika diocese. Tukumbushane kwamba hii ni kazi ya msingi na tusigawe, kwa sababu ndio wajibu wetu. Niwapongeze pia kwa kuwezeshwa na Mungu kupambana na changamoto mbalimbali katika diocese hii, mojawapo ikiwa ni tatizo la madeni ya benki kwa taasisi zetu za kanisa. Ndugu zangu, ninajua kwamba hamjamaliza, lakini ninawahakikishia aishivyo Mungu, na kwa kuwa Mungu havuti sonyo na aendi kilabu, mtamaliza mchana saa 6 na mtakuwa kama vile hamjawahi kudaiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi ni mzaliwa wa Diocese ya Kaskazini Kati kule Arusha. Na mnafahamu kwamba tukiwa kule kuna wakati ambako tulikutana na changamoto kubwa kama hii ya iliyokuwa inaitwa Arusha Corridor Spring Hotel. Ninyi mnadaiwa bilioni 7. Wakati ule ile hoteli ilikuwa inadaiwa bilioni 13 na milioni 500, na kila inapogonga saa 1 asubuhi inaongeza interest ya shilingi milioni 2.6 kila itwapo asubuhi. Nadhani tulichanganyikiwa, kila mtu akawa anaongea vyake, lakini tulifika mahali tukamkumbuka Mungu ambaye hajawahi kushindwa, hana mpango wa kushindwa na hata shindwa milele. Ndugu zangu, tulishikamana, tukasema neno la Kimasai linalosema kiti, maana yake enough is enough.
tukapambana na ile deni mpaka likaisha, na tukabakiwa na change. Na nikamwambia Mungu, maana mimi nilikuwa kwenye kamati ile maalum iliyochaguliwa na halmashauri kuu kupambana na kitu hicho. Nikamwambia Mungu, sijui utanipa nini baada ya hii, lakini tutakapokuwa tumemaliza jambo hili ambalo limetutoa jasho na damu, nipe hata kitu kizuri tu cha kunifurahisha tu, nione kama nimetoka kwenye maumivu. Sasa moyo wangu ukaburudika. Mungu ni mwaminifu, watu wa Mungu. Tulipokuwa tumebakiza bilioni 2 kutoka bilioni 13, siku moja tu pakatokea tu habari, nikaambiwa nenda Ujerumani. Sikuwa nimewaza kwenda huko, na hakukuwepo na mpango wowote, lakini Mungu aliye mwaminifu alisikia maombi haya. Nikajikuta naambiwa tafuta passport uende Ujerumani. Mimi nikatafuta passport, nikaenda Ujerumani, nikakaa karibu miezi 2, nikabadilisha macho, nikaosha, kichwa kikaburudika. Nikarudi Tanzania. Mimi nateremka kwenye ndege, nawaambia watu nimetoka Ulaya, si mnajua lakini nikamuuliza Mungu, zawadi yako imeishia hapa? Roho Mtakatifu akaniambia wacha haraka. Baada ya siku 3, mwezi kama kitu fulani, nikaambiwa umechaguliwa kuwa askofu wa Tabora. Bwana asifiwe. Pamoja na ukweli kwamba nilitaka kugoma, kwa sababu nilisema hivi, mimi ni Mmasai, nimechaguliwa niende kufanya kazi katikati ya Wasukuma na Wanyamwezi. Mimi na Wasukuma na Wanyamwezi, wapi na wapi? Nikamwambia mkuu wa kanisa aendi mtu. Kama ni askofu, lishaambiwa kuwa askofu hata kabla, na hata nisipokuwa askofu sio dili kwangu. Mimi ni mchungaji, ni Mkristo, inatosha kwa habari ya kwenda mbinguni. Lakini kimya kimya Roho Mtakatifu akanitembelea, akaniambia wewe ni mjinga kisiri, wewe ni mjinga kupita kiasi. Kuna watu wanatafuta waaskofu mpaka wanatambika, wewe umepewa bure, kimbia haraka. Nilipoamka asubuhi nikamwambia mke wangu, sasa mimi nakwenda Tabora, sitaki maneno wala sitaki kitu chochote, mimi Tabora moja. Na namshukuru Mungu kwamba huu ni mwaka wa 7, siku zinakwenda, na namshukuru Mungu kwamba amesikia maombi. Sikuomba niwe askofu, lakini ametoa zawadi kwa kazi ambayo tumefanya. Kitu gani watu wa Mungu nataka kusema? Nataka kusema ya kwamba ninajua bado hamjamaliza, lakini hata kuthubutu kukabiliana na jambo hili ni hatua kubwa. Na siku zote Mungu ni mwaminifu, hataacha kutushika mkono mahali pale tunapomhitaji, na hasa ikiwa tumelemewa na kupungukiwa nguvu. Rai yangu katika hili ni kuwa tuendelee kushikamana kama wanadayosisi. Tushikamane, tutiane moyo. Katika nyakati hizi yako maneno mengi tu. Na hii najua kwa sababu tumepitiwa na jambo hili, nina uzoefu nalo. Yako maneno mengi hujapata kuona. Kila mtu ana story yake. Lakini ndugu zangu, tusisahau ya kwamba yote katika yote, Mungu ametuita kutumika katika dayosisi ya Kaskazini Mashariki ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Hapa ndipo mahali petu. Na ndio maana nilisema tunakutana mkutano mkuu ili tuzungumze mambo yetu, sio mambo ya wengine, yetu, pale ambapo Mungu ametuita kutumika. Nataka niwatie moyo wapendwa, tushikamane. Tusimruhusu Sanbalati na Tobia, wataabishaji na wenye kukatisha tamaa, wakatuingizia kirusi.
tukaishia njiani. Tumsihi Mungu atuwezeshe kuvuka salama bila kugawanyika na bila imani yetu kufifishwa katika Mungu. Ndugu zangu, sisemi haya kwa sababu ninaliona jambo hili ni rahisi. Sio rahisi hata kidogo. Hata kidogo. Asikudanganye mtu. Asikia mmebakiza bilioni 4. Mimi nikipewa bilioni 4 sasa hivi, wapendwa, nimeosha, ni pesa mingi. Pengine nitaamua kuwa mgeni rasmi kila Jumapili kwa sababu na hela. Bilioni 4 ni pesa ndefu. Usije ukafikiri ni rahisi. Lakini ndugu zangu, ninajifunza jambo hili. Kile kisichowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu kinawezekana. Bwana asifiwe watu wangu. Kwa Mungu kinawezekana. Hata iweje, tutatoa jasho, tutaumia, lakini iko siku tutasema hata sasa Bwana ametusaidia. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Napenda kusema tushikane, tutiane nguvu, asiwepo wa kurudi nyuma. Kila mtu na mwenzake waone kwamba hii ni dayosisi yetu. Na ndugu zangu, ninataka kusema tunapofanya kazi hii ya kanisa, ili tufanye kwa uhuru. Tusifanye kama watu walioambiwa na askofu au mwingine yote afanye. Tufanye kama yetu. Na tunafanya kama yetu tukiwa na wivu mkubwa. Kwa nini? Askofu huyu na wengine watapita kama ambavyo wengine watapita, lakini sisi tutakuwepo na dayosisi yetu itakuwepo. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, rai yangu katika hili, pamoja na kumshukuru Mungu, pamoja na kuwatia moyo, pamoja na kusema tushikamane, lakini hili lililotokea litupe changamoto ya kufikiri kwa upya na kwa makini jinsi tunavyochagua watumishi wa kutuwakilisha katika uongozi kwenye taasisi zetu za kanisa. Tunahitaji kuwa makini sana. Ndugu zangu, nataka niseme, ukienda karibu dayosisi nyingi zilizo katika kanisa letu la Kiinjili, kilio ni hiki, hata kama hatusikii wakipiga kelele, lakini kilio ni hiki. Na moja ya sababu ni hii ya kwamba hivi ni nani tumemweka? Nani anayetuwakilisha? Na je, kama anaweza kusimamia maslahi mapana ya kazi ya Mungu? Ndugu zangu, hili litupe changamoto, iwe kama vile tumeumwa na nyoka, ili kila mara tunapopita katikati ya majani yale tuwe makini, tuwe makini. Hilo ni moja. La pili, ndugu zangu, taasisi za fedha zimewekwa zitusaidie, na mimi nataka niseme ni vizuri kukopa, lakini siku zote tunapotaka kukopa tunahitaji kujiuliza mambo kadhaa. Moja, tunapokopa ili iwe nini? Tufanyie nini? Na hicho tunachokopea ni kitu gani? Na tunarudishaje? Sisemi tu kama taasisi, lakini nasema kwa sababu sisi wote ni wadau wa vyombo vya mikopo. Tusije tukajiingiza tu, na mimi nataka niseme kama wako watu wa benki hapa. Watu wa benki na wa taasisi za fedha ni watu ambao wana lugha nzuri kuliko hata ya mchumba anayemchumbia binti. Wakija kwako watasema maneno 30 mazuri ya kukutia moyo na ya kukuonyesha kwamba wala hata hamna shida kukopa. Lakini ukisha kopa
wanageuka sura, wanakuwa kitu kingine. Ndugu zangu, sio sisi tu kama kanisa, lakini hata wewe Mkristo wa kawaida unapokopa, jiulize, na kwenda kukopa kwa sababu gani? Nitafanyia nini? Nitarudishaje? Usije ikawa wale ambao wakisha kukopa na wakishashindwa kurudisha, wanakwenda kuombewa, wanaambiwa katika jina la Yesu mkopo umeisha. Anakwenda kulala usingizi akifikiri mkopo umeisha. Ndugu zangu, sisi wa Masai tunasema deni halichukuliwi na majani. Haisaidii ukizima simu au ukiombewa, deni linakufuata pale pale. Ndugu zangu, mazingira haya yatufundishe kufikiri zaidi ili tusifanye kosa wakati unaokuja. Ndugu zangu, jambo la tatu na la mwisho, napenda nitumie nafasi hii kuwaletea salamu nyingi kutoka KKT Dayosisi ya Magharibi Kati kule Tabora. Ndugu zenu wa Tabora wanawasalimu katika jina la Utatu Mtakatifu, na zaidi ya kuwasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, wanawatakia baraka za Mungu katika mkutano huu, lakini pia wanawatakia baraka za Mungu katika kuendelea kumtumikia Mungu na kupambana na changamoto ambazo tunazo, wakiamini ya kwamba Yesu Kristo aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Mwisho kabisa, lakini sio kwa umuhimu, ninajua kabisa kwamba moja ya agenda katika mkutano huu ni uchaguzi wa msaidizi wa askofu. Nikijua ya kwamba ndugu yetu Kanju amemaliza muda wake kama katiba inavyosema, na mimi baba askofu, hata kama hujanituma, lakini nimshukuru sana ndugu yetu Kanju ambaye namfahamu vizuri sana, kwa kuwa msaidizi wa askofu na sio kuwa askofu msaidizi. Kama unapiga makofi, piga mtu wa Mungu, usipige kwa kubabia. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yake kwamba amekuwa msaidizi wa askofu na sio askofu msaidizi. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Ndugu zangu, kuanza ni jambo moja na kumaliza ni jambo la pili, na hilo lina maana kubwa sana. Si kila mtu amekuwa msaidizi wa askofu, si kila mtu amekuwa askofu akamaliza vizuri. Kuna ambao wameishia njiani. Huyu anamaliza kwa heshima, na mimi ninataka nimpongeze kwa kazi yake njema ya kumsaidia askofu aweze kutimiza wajibu wake sawa sawa. Na mimi niseme tu wazi, wapendwa, kazi ya kumsaidia mtu ni ngumu kuliko nyingine yoyote duniani. Maana si lazima. Mimi namwambiaga msaidizi wangu, nivumilie tu hizi siku ziishe, lakini si lazima niwe kama unavyotaka. Wakati mwingine naweza kukukanyaga, lakini wewe vumilia tu, kwa sababu atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayepata nini? Atakayepata uzima. Ndivyo ilivyo. Umekuwa mtulivu, umekuwa mwaminifu, umesimama kwa kazi yako. Na mimi nataka nikupongeze na niseme Mungu wa mbinguni aendelee kukutumia katika kazi na utumishi wake. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Baba Askofu, mwenyekiti wa mkutano, neno letu la mkutano linasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Nilipopokea mwaliko wa kuja kuwa mnenaji katika mkutano huu na neno hili,
Nilijiuliza sana. Nikasema Askofu Mbilu ana nini na mimi? Sasa niwache tu Tabora. Kwa nini hakuchagua wengine? Kwa nini amenitaja mimi? Au ni kwa vile nilikuwa mwalimu wake kule chuoni, akaona kwa utaratibu huo anialike? Nijiuliza maswali mengi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, nilijiuliza mbona hili neno linaeleweka wala alihitaji hata maelezo? Maana mtu akisema nitakwenda pamoja nawe, nitakupa raha, unatafuta nini tena? Kitu gani kinakusumbua? Unaambiwa nitakwenda pamoja na wewe na katikati ya safari nitakupa raha, unataka kitu gani tena? Nilitaka nije tu nilisome hili neno, niombe, nimalize, niseme Askofu bwana, mimi nishamaliza kazi. Usinihangaishe na maneno mengi kwa sababu neno lenyewe limeshasema, na unajua si limesema tu, lakini limetoa conclusion. Limesema nitakupa raha. Sasa kama unapewa raha, unahangaika nini tena? Baba Askofu, ili nisije nikawa nimekuja tu nikapokelewa vizuri na nimelala mahali pazuri. Mungu wa mbinguni akubariki. Nimepata scholarship ambayo nadhani ni moja ya scholarship muhimu sana katika maisha. Ili nisipoteze hiyo hisani ya kualikwa na kupewa heshima hii, nitaomba niseme mambo machache. Na kabla ya kusema hayo mambo machache, tufanye survey kidogo, pengine leo na kesho asubuhi, ili tuweze kuingia katika neno kuu. Ndugu zangu wapendwa, kwa muhtasari tu, kitabu cha Kutoka ambacho neno kuu la mkutano ni sehemu yake, kimegawanyika katika sehemu tatu muhimu. Sehemu ya kwanza ni masimulizi juu ya mpango wa Mungu wa ukombozi kwa taifa la Israeli. Na habari hii tunaisoma kutoka sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka sura ya 18 mstari wa 13 mpaka mstari ule wa 27. Katika sehemu hii yako mambo mengi tunayokutana nayo, lakini mojawapo tunaona mateso ya wana wa Israeli wakiwa utumwani, kama tunavyosoma katika sura ile ya kwanza ya mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 22. Lakini pia tunaona maandalizi ya ukombozi wa Mungu kwa taifa la Israeli, Mungu akiandaa namna ya kuwakomboa watu hawa. Katika maandalizi haya, Musa anaitwa na kupewa jukumu na kazi maalum ya kuwaongoza wana wa Israeli kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi. Na tunaposoma habari hizi, tunagundua kwamba wajibu huu haukuwa mwepesi kwa Musa, lakini Mungu alimwahidi kuwa pamoja na yeye. Na ahadi hii ya Mungu kwa Musa ni uthibitisho kwamba kila Mungu anapomuita mtu hamwachi, anamshika mkono, anampigania siku zote. Na ndugu zangu, hii ndio maana hata sisi tulio wachungaji na Wakristo tumeitwa na tunafanya kazi. Na unajua si tu kwamba tunafanya kazi, lakini tunamuona Mungu akitembea pamoja na sisi. Kwa nini? Mungu hana tabia ya kumuita mtu alafu akamterekeza. Mungu anamuita mtu, anamtakasa, anampa kazi, lakini pia anaandamana na yeye. Hiki ndicho alichofanya Mungu kwa Musa, na anafanya kwetu sasa.
kwetu binafsi kama watumishi, lakini kama kanisa lake, na ataendelea kufanya hivyo siku zote. Na katika Biblia tuna mifano mingi ambayo hatuna nafasi ya kutaja, ya watu walioitwa, kina nabii Isaya, kina nabii Yeremia, mitume na kadhalika, walioitwa. Na sisi ambao tumeitwa katika nyakati hizi, Mungu amekuwa pamoja na sisi, na ndio maana hatuogopi. Si kwa sababu hatutishiki, lakini hatuogopi kwa sababu tunajua aliye pamoja nasi. Bwana asifiwe watu wangu. Bwana asifiwe. Hatuogopi. Wakati fulani niliwahi kusema maneno magumu sana. Sasa usiniulize hayo maneno magumu niliyasema wapi na nimesema kwa kina nani. Mtu mmoja akaniuliza, hauogopi? Nikamwambia kama kisiri mwanadamu wa kawaida naogopa, lakini kama mtumishi wa Yesu Kristo siogopi ngo. Kwa nini? Ndani yangu, juu yangu na katikati ya maisha yangu yuko ambaye hatishwi na kitu chochote. Bwana asifiwe. Na kwa mantiki nataka niseme watumishi wa Mungu, msiogope kusema kama ni sahihi kusema. Kwa nini? Yuko aliye juu yako na ndani yako na katikati ya maisha yako ambaye hatishwi na mtu yoyote. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatishwi. Hatishwi wala haogopeshwi na mtu yoyote. Wakati fulani niliwahi kusimamishwa na traffic barabarani. Akasema simama. Nikasimama. Nikamwambia dereva simama. Pofungua dirisha hapo nikamwambia Bwana asifiwe mtumishi wa Mungu. Alibabaika kama vile anaitika, na yeye akasema tumsifu Yesu Kristo. Kamwambia hata kama umesema kwa fitina lakini ujumbe umefika. Akasahau kwamba alitaka kuniuliza nini. Akaniambia mtumishi wa Mungu naomba uondoke. Nikaondoka nikisema huyo aliye ndani yangu ndiye ambaye amekupiga upofu. Hata kile ulichotaka kusema au kusema. Kwa nini? Alijua kitu gani kiko katika maneno yako. Ndugu zangu, Kristo yuko pamoja na sisi na hatuhitaji kuogopa. Sehemu ya pili ya somo letu ya kitabu cha Kutoka, ambayo ni kuanzia sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka sura ya 24 mstari wa 18. Mwandishi anasimulia kuwekwa wakfu kwa taifa la Israeli kwa ajili ya Bwana. Na hili ni jambo muhimu sana kujua. Jambo kubwa hapa ni kuwa Bwana anaweka agano kwa upya na watu wake. Kama tunavyosoma katika sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 25, na tunaona kwamba tukio hili linafuatiwa na kutolewa kwa maelekezo, maongozi juu ya ibada na mambo ya kijamii, sheria na maadili, utendaji wa watumishi, kurudiwa kwa ahadi za Mungu na kuthibitishwa kwa agano la Mungu kwa upya katikati ya watu wake. Na habari hizi tunasoma katika sura ya 24 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 18. Ndugu zangu, jambo kubwa la kujifunza hapa ni kuwa Musa anapewa maagizo ya jinsi agano la Mungu litakavyothibitishwa na kutiwa muhuri iwapo taifa la Israeli litakubali. Na ninaomba usikilize hayo maneno, ni muhimu sana kwako. Litakubali kwa hiari yake kumheshimu na kumtii Mungu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 24 mstari wa 3. Kama litakubali kumtii Mungu na kumheshimu siku zote. Na ndugu zangu, nataka niseme jambo hili. Haijalishi kwamba sisi ni watumishi. Haijalishi kwamba tuko kanisani. Haijalishi kwamba tunatoa sadaka kila siku na kufanya kazi kila siku.
Lakini kama hatumtii Mungu na kumheshimu, kazi yetu ni bure, na utumishi wetu ni bure, na kufanya kazi kote huko ni bure. Tena nataka niseme ndugu zangu, wala haina maana yoyote kama mtu akisema mimi nimeokoka tarehe fulani, saa fulani, mwaka fulani, na watu fulani wakashuhudia. Kwa hiyo pamoja na hayo yote yana maana yake na sehemu yake, lakini kama hatumtii Mungu na kumheshimu katika maisha yetu, kazi yetu ni bure. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama hatumheshimu Mungu na kumtii, kama hatumheshimu Mungu na kumtii, neno hili linatupa changamoto, usenezi linatupa changamoto ya kufikiri kwa upya. Kama katika yote tunayofanya tunamtii Mungu, tunamheshimu Mungu. Na kama nilivyosema, wala ikusaidii kama we ni askofu au ni mchungaji au ni popo au yoyote whoever else unaweza kuwa, lakini kama haumtii Mungu, hiyo ni sifuri tu, unacheza tikiri tu, wala hamna kitu cha maana unachofanya. Nataka kusema kitu cha msingi ni kumtii Mungu ambaye ametuita katika utakatifu wake, akatupa kazi hii ambayo ingefaa kufanywa na malaika, akatupa neema ya kuitwa watoto wake na watumishi wake. Naomba tuishie hapa kwa leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Baba Askofu Dr. Kiseri, umetupeleka kile ametupeleka, utafikiri vinaenda huku, kumbe ndio vinaenda, si ndio? Katika somo hili tunatamani vingeendelea tu, na sasa tunashangaa ndio umefikia mwisho wa leo.